Assalamu alaikum na habari za muda huu mpenzi mtazamaji, karibu katika makala fupi inayoangazia ziara ya utalii wa ndani iliyoandaliwa na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kupitia Idara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Ziara ambayo imewahusisha watu wenye ulemavu au watu wenye mahitaji maalumu, kuwatembeza na kujionea katika vivutio vya utalii katika maeneo ya kihistoria na miradi ya maendeleo. Lengo ni kujifunza, kufurahi, lakini kuwafanya nao wajue kuwa wana haki sawa ya kufurahi na kuona miradi mikubwa ya kimaendeleo katika nchi yao. Katika ziara hiyo iliwahusisha watu wenye ulemavu kutoka wilaya Kaskazini A na B za mkoa wa Kaskazini Unguja. Ziara ilianzia katika shamba la viungo lililoko Dole, wilaya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, eneo ambalo mara nyingi hutembelewa na wageni au watalii kutoka nje. Watalii hao wa ndani walipata nafasi ya kutembezwa, kuelimishwa juu ya baadhi ya hazina za miti iliyomo katika mashamba hayo. Watalii hao wa ndani walipata fursa ya kujionea magofu ya ikulu ya historia ya mfalme wa kwanza kutoka Omani aliyeitawala Zanzibar kutoka mwaka 1840 hadi mwaka 1856, Sultan Said bin Sultan bin Imam Ahmed Said Al-Azdi na mtoto wake Princess Selme bin Said bin Sultan. Safari ikaelekea kwenda kujionea miongoni mwa miradi mikuu ya kimkakati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume AKIA, ambao ndio lango kuu la kuingilia watalii, ambao uwanja huu unatanuliwa huku kitajwa kuwa ndio uwanja unaopokea ndege nyingi kuliko viwanja vyote vya ndege nchini Tanzania. Hatimaye watalii hao wakatembelea nyumba ya amani, Baitul Aman, maarufu kumbusho kubwa Mnazi Mmoja. Makala hii kataka kujua washiriki na waandaaji wanasemaje. Ashura Omar Ali ni mkuu wa divisheni ya maendeleo ya utalii kutoka Idara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Lengo la ziara hii ni kuhamasisha utalii wa ndani, lakini pia kuona kwamba utalii unawashirikisha watu wote, wakiwemo hawa watu ambao wana mahitaji maalum. Ziara hii tumekuwa tukiifanya kwa kadiri ambavyo tunapata uwezo wa kufanya, lakini lengo letu hasa ni kuhakikisha kila mwaka mara 4 tunafanya ziara kama hizi ili kuhamasisha utalii, lakini pia kuwafanya watu wenye mahitaji maalum na wengineo kuingia hamasa ya kufanya shughuli za utalii, lakini pia kuenda katika vivutio vyetu kujifunza, kujionea wenyewe. Kwa upande wa washiriki, je? Kwa upande wetu tumefarijika, maana kwa sababu tunajua watu wengi wanasema walemavu hawezi kwenda utalii, au mtu ndani hawezi kutoka utalii mpaka mtu mzungu tu ndo anaweza kufanya utalii, lakini wao wameonyesha kitu tofauti na wengine. Wameona jamii hii inaweza kufanya utalii kama watalii wengine, kundi hili linaweza kutembea kama ninavyotembea. Tunashukuru kwa hilo, kutupa support hilo, wasituchoke, bado watushike mkono, kwa sababu mkoa wetu wa Kaskazini bado ndo kwanza leo kuona safari kama hii. Tumefurahi sana, tena furaha kubwa sana, kwa sababu tumeona mambo mengi, tumejifunza vitu tofauti. Tumekwenda sehemu kama Kizimbani, tukaona sehemu mbalimbali za matunda, chai pamoja na spice. Tukatoka tukenda nyumba za ajabu za kifalme za Waarabu zamani, Mtoni pale Baitul Mtoni. Tulipotoka hapo tukenda uwanja wa ndege, tukaona vile vipi fire inazima moto, sehemu ambayo inatoa moto, tukaona vipi fire inazima moto huo. Tumeona ndege jinsi gani inaruka, inatoka uwanja wa ndege pamoja na kuruka kwenda na safari zake. Baadaye tukatoka tukaja hapa jumba la amani, ambapo tumeangalia mambo ya zamani, vitu au vifaa vinavyowahusu wafalme wa zamani. Nimefarajika sana leo kupata safari hii iliyotayarishwa na afisa wa Kaskazini kuhusu walemavu, sababu safari hii imenipa fursa ya kusema kwamba bado walemavu wanatambulika na walemavu wanahitajika.
Maana moja kutoa amri hiyo ya kuja kuwachukua walemavu kuwapeleka sehemu ni moja kwa moja kwamba mlemavu na yeye pia anayo haki ya kutambulika na kuweza kufahamu na kuweza kuyajua mambo. Kwa hivyo nashukuru sana safari hii kuja kuchukuliwa kuenda na kutembelea safari hii ambayo inayoendelea. Kiupande wangu mie leo nimekuwa ni siku special na nimefurahia sana tena sana, maana tangia mwanzo wa safari mpaka sasa nimeifurahia. Ila kuna changamoto 2-3 zilizonikabili kidogo, zimenitoa mudi kwenye furaha yangu. Kwanza naweza ngazungumzia kule tulipoanzia kule Kizimbani, kulikuwa kuna kila kitu kiko sawa, ingawa kuna sehemu moja pale pa kufikia mwanzo palikuwa hapana sehemu za kupandia gari, na kiupande wa sehemu ya pili hapa tulipokwenda hapa Verde hapa pia palikuwa pana changamoto hiyo. Kwa upande wa kule ndani kwenye ile jengo kule kulikuwa hapana zile ramps za kupitia hivi vigari, na tukiangalia tulipokwenda kule uwanja wa ndege mle ndani wametengeneza sehemu zao ziko vizuri, nimevutiwa mle mwanzo ndani, lakini kuna sehemu moja kule kidogo kulikuwa hakuna pia sehemu za kupita watu wenye mahitaji maalum. Kiufupi, changamoto kubwa mpaka sasa kwenye mazingira ya majengo yetu ni changamoto inayotukabili sisi watu wenye ulemavu wa miguu, tunatumia hizi wheelchair kwenye kupita sehemu, inakuwa changamoto kubwa sana. Ila kwenye safari nimefurahi sana, ila naiomba serikali ikiacha kwa kila mwaka, bora tufanyie kila ndani ya miezi 6 itufanyie hili jambo, kwa sababu wengine tulikuwa hatujui mwanzo, hatujui mambo ya history, tunapita tu kwenye majengo, lakini tulikuwa tunaamini kwamba ukienda pale inakuwa pati yako kubwa kama mzungu vile, lakini tumepata kujua mengi kwamba pale unapokwenda Mswahili na mzungu pana tofauti na kiasi cha kuingilia. Bwana Juma ni mlemavu wa uoni. Je, yeye amejisikiaje wakati haoni? Walemavu na wao wanahitajika katika jamii. Unaona, kushirikishwa nimefurahi kwanza, na halafu kitu yenyewe sioni, lakini kuona kwenye kusikia, kuambiwa nafahamu, najua, na nikiambiwa nasikia. Ni kubwa zaidi nikigusa ndio kuona kwangu. Kwa hivyo nikigusa ndio kitu hichi. Maana kuna kusikia na kuona, lakini ukigusa unajua kumbe kitu fulani kiko hivi. Kwa hivyo hiyo ni faraja ambayo naipata kwamba nikihadisiwa. Na mfano kama pale tumehadisiwa mapicha. Picha mimi sioni, lakini nahadisiwa. Kuhadisiwa zinaingia kichwani. Nafahamu kumbe iko na bendera. Najua bendera iko namna gani, lakini nimefahamu. Kwa hivyo ile kusikia, kugusa ndio faraja kuona kwangu. Lakini kusikia na kupia na miona. Ziara inahusisha na kuziona fursa za watu hawa wenye ulemavu. Je, katika ziara hiyo wameziona hizo fursa? Yaani jamii nzima au sababu ya nusu ya jamii wanajua kama walemavu hawezi kufanya kazi kwenye maeneo ya utalii, kwa sababu ni mtu inategemea na ulemavu. Lakini zana hiyo sio kweli. Walemavu kama ni mtu mwingine, anaweza kwenda kuendesha ndege, anaweza kutembeza watalii, anaweza mfano kama tulipoenda Kizimbani, anaweza kupanda bustani zile spice akashughulikia kama anavyoshughulikia mtu wa kawaida. Tunaiomba serikali ituwezeshe sehemu kama zile na watu wenye ulemavu wa kuwemo kwenye kufanya kazi sehemu kama zile, tupatiwe elimu za kutembeza wageni, pia na sisi tupatiwe nafasi za kufanya kazi mle kwenye airport na sehemu mbalimbali. Pamoja na kufurahia ziara, washiriki wana maoni gani? Au pia natoa maoni, wasitupeleke kwenye utalii wa ndani tu. Vipo sehemu mbalimbali za kutupeleka, kama kuna kisiwa Bawe, sijui kuna kisiwa anaita Mapenzi. Mwakani wakijipanga tunaomba watupeleke huko, sio watupeleke huko maeneo haya tu. Tunatoa ushauri wetu kwa Wizara ya Utalii kuja kututoa tena watu wenye ulemavu kutupeleka sehemu mbalimbali za utalii kama anavyofanya sasa hivi. Watupeleke sehemu ya wafungwa. Tunaomba tufahamu na sisi mambo ya zamani yaliyopita. Tena wamefanya jambo kubwa sana, na ninaiomba ndani ya kila miezi 6 watufanyie hili jambo, na sio sisi tuongeze mpaka bajeti ya kupata na nafasi ya watu wengine, isiwe gari 2 tu,
wapate wengi nafasi, ikiwezekana hata kama ndani ya mwaka iwe awamu hii wende hawa, awamu hii wende hawa. Pia tutashukuru sana kwa sababu tumeenda, lakini kuna wenzetu bado nafasi hazijafikia fursa kama hizi. Kwa hiyo tunaomba serikali wakifanya bajeti yao iwe bajeti kubwa, tuende sisi na wenzetu waende. Na pia tunaiomba kwenye upande wa msosi, kwenye upande wa msosi, na sisi tunatamani kama siku leo imekuwa ni special kwetu, kama tuko kama watalii kutoka nchi za nje, basi tunatamani tuende tukale hata kwenye zile hoteli na sisi. Tukio walilofanya idara sio tu ni majukumu yao ya kila siku, bali ni kutoa haki sawa kwa wote kama inavyoelezwa katika sheria ya watu wenye ulemavu ya namba 9 mwaka 2010 ibara ya 13 pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mlemavu anapaswa kuthaminiwa, kutendewa utu na kupata fursa sawa na raia wengine. Wakati tukielekea kukamilisha makala hii, mkuu wa divisheni ana maoni gani kwa jamii juu ya watu wenye ulemavu? Ni kawaida yetu wazazi ama walezi wamekuwa wakiwaweka ndani watu wenye mahitaji maalum, wanaona kwamba hawastahiki kwenda katika maeneo tofauti, kwamba wawafiche. Lakini sisi kupitia ziara kama hizi tunawashajihisha, kama hivi tulivyofanya kupitia maafisa utalii wilaya pamoja kupitia na maafisa ustawi ambao wako katika wilaya, huwa tunafanya nao shughuli kama hizi kwa pamoja. Wanatukusanyia wale wananchi walioko katika yale maeneo yao, then sisi kupitia wizara huwa tunaenda nao katika hivyo vivutio vya utalii. Kwa kweli tunashukuru ushirikiano huo tunaopata, lakini nitoe wito kwa wazazi wote na walezi, wakisikia kwamba watu wanatakiwa waende wakatembezwe katika maeneo haya, wasisubiri fursa kama hizi, lakini wao wenyewe wawatoe ni sehemu ya jamii kufurahia kile ambacho kipo katika nchi yetu. Hiyo inakuwa ziara ya 3 kufanywa na Wizara ya Utalii kupitia Idara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. 2 zilikuwa Unguja na 1 kisiwani Pemba. Na hadi hapa ndio tunafikia tamati ya makala hii kutoka Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kupitia Idara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, ikihusisha utalii wa ndani kwa watu wenye ulemavu au watu wenye mahitaji maalumu. Mwandaji na msimulizi wako mimi ni Bakari Mshauri, mwenzangu ni Abdillahi Said Manga. Asante kwa muda wako.